Ijumaa ya Juni 13 mwaka 2025. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo imesheheni vitu lukuki vya kuweza kuvizungumza na kuvijadili. Machache kati ya mengi tutakwenda kuangazia kuhusiana na makadirio ya bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 2025-26 ikiwasilishwa hapo jana Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakwenda kuangazia pia pongezi kwa Azam TV zikiweza kutolewa jana bungeni Dodoma, lakini bila kusahau dabi ya Kariakoo Juni 15 mwaka 2025 kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Tutakwenda kuangazia takwimu za wachezaji hususan katika eneo la ushambuliaji. Hivi sasa ni vita kati ya nyota Prince Mpumelelo Dube, vita ya Kennedy Musonda, vita ya Clement Mzize. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club tutakwenda kumwangazia Lionel Ateba Mbinda, Steven Dese Mukwala pamoja na Valentino Mashaka ambaye pia kwenye takwimu zake kuelekea dabi hii ya Kariakoo. Wakati dabi ya Kariakoo ni Juni 15, tutakwenda kuangazia pia urejeo wa mazoezini kwa klabu mbalimbali kuelekea ligi kuu ya NBC. Pamba Jiji Football Club wanakawekamo wana TP Lindanda kutokea jini Mwanza, Tanzania Prisons, Fountain Gate, matayarisho yao yapoje mpaka kwa wakati huu hapa. Unapozungumzia kuhusiana na eneo la magolikipa hapa nyumbani Tanzania, wamekuwa wakipewa AKA nyingi sana, lakini huwezi kuacha kumzungumzia Deogratas Munishi Dida. Yeye alitumika katika klabu mbalimbali, mpaka hivi sasa bado anachitumikia kikosi cha Geita Gold. Alipita Simba Sports Club, akaenda Mtibwa, akaenda Azam Football Club, akaenda Young Africans, akaenda Afrika Kusini, lakini pia akarejea ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Ana mataji 6 ya ligi kuu hapa nyumbani Tanzania bara. Tutakuwa kuwa na mazungumzo naye katika siku hii hapa ya leo, lakini katika joto la Afrika kuna mengi sana. Lakini habari kubwa zaidi katika The Pitch ni kuhusiana na michuano ya FIFA Club World Cup ambayo inataraji kuanza Juni 15, na michezo yote itakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Hilo sio la kukosa. Tutakuwa na mjadala mpana zaidi hapo baadaye kuhusiana matayarisho zaidi kuelekea mechi ya ufunguzi kati ya Inter Miami chini ya Lionel Messi la Pulga dhidi ya Al Ahly wa Babe kutokea jiji la Cairo, waite mashetani wekundu wa Cairo, the Red Devils wa Cairo. Tutakuja kuangazia hapo baadaye matayarisho kwa ujumla, kitu gani unapaswa kukifahamu kuelekea katika michuano hii mikubwa kwa ngazi ya club kwa sasa duniani. Mimi nayokaribisha naitwa Saidi Salim Msumi, unaweza kuniita Kaka Saidi. Tamati ni saa 6 kamili za mchana. Uchambuzi kwa sasa unaongozwa na Godrisen Muro, unaweza kumuita mzee wa mathematicians, lakini bila kumsahau Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa, muite Gaiza Mandieta, nahodha wa Viwanjani Football Club. Yupo humu ndani kwa ajili ya kupasha na kupa uchambuzi ya did kweli kweli. Jambo la kwanza tusalimiane. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na ni assistant captain wa Azam Media Football Club. Kwa hiyo ni captain mkuu wa Viwanjani FC, lakini assistant captain wa kudumu. Baada ya Barwan Muluza Kamarada ndio nafuata mimi. Na Barwan hana misimu mingi, anastaafu. Kamarada ana misimu mingi tu. Humuoni tunambia mzee. Lakini sio unajua usinga unaweza ukae dakika 5 tu papa unatoka sema usinga wangu. Usinga kaka. Unajua kuna makapteni ambao ni yani cheo kinakuvaa. Captain Dunga, Captain Puyo, Captain Maldim, Captain Steven G, John Terry, yani Nemanja. Nemanja hawezi kuwa kapteni. Nemanja alikuwa mwiba kabisa. Sasa ile Loikin na Patrick Vieira. Sema Nemanja. Umeona hizo nyota za Nemanja penyi sana kwa Kinteri. Yaani kwenye ile kaliba ya kapteni. Yaani wa kupambana. Sasa subiri twende taratibu. Unachomfanya John Terry umpe John Terry alafu umshinde kumpa Nemanja ni nini? Yaani Chidi unajua umemwelewa chosema. Hajaelewa. Tunazungumza kaliba. Unajua ukimtaja Puyo, Maldini, John Terry, nazungumzia kucheza kwa muda mrefu, yani icon. Wewe unaonaje hawa watu? Au ubabe na kuiongoza kwamba kuilidi hii timu? Yani tunazungumza hivi Msumi, kaliba. Unajua watu wawili ukiwasimamisha pale mbele yako,
kuna mmoja tu kabisa huyu ana kaliba ya uongozi. Ndio hapo tunamzungumza John Terry, tunamzungumza Cafu wa Brazil. Cafu yule Maldini, Philip Lam unamwona? Philip Lam alikuwa na yaani unakuta ndani una Bastiani, una Manuel Neuer, una kina Muller, kina Toni Kroos. Lakini kile kijamaa very simple kimekuwa zake. Miki ukweli United. Yani ukimuondoa mzee mwamba kuleta vurugu Loikin, yani ule ubabe kwamba nasaidia kina Roy Nostroy, msimsumbue nyie vipi? Nemanja unamwacha. Lakini mimi nilichokuelewa, unajua kuna viongozi wa aina mbili kwenye timu. Kuna wao wanaitwa demonstrative leaders. Yani wao ni makapteni ambao wanaongoza kwa vitendo. Anaweza asiongee sana. Lakini kuna vocal leaders. Hao ni makapteni ambao wanaongoza kwa maneno. Ukimsikia. Yani yeye ukimsikia unajua kiongozi kaongea huko. Kiukweli nitaka nisikitike sana. Okila sisi yani ndio maana siku ile Barwan Muuza Kamarada aliponiambia bana mnasemaje mtu wa Mbinga, nikamwambia Kamarada mimi siwezi kucheza Usinga, nimpe yule mtoto acheze mechi. Kapteni nipo anafaje Usinga? Ana Christmas ngapi? Christmas 1.5. Sawa Kamarada vipi Kamarada? Bwana, ndani ya Juni kuna vitu vingi sana. Michuano ya Sekafa miongoni mwa sehemu ambapo timu za ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake naamini wanaweza kwenda kuangazia wachezaji. Nimeangalia ile kikosi cha Kenya Starlet ambacho kimeitwa, hakina majina ya wachezaji ambao tunawaona katika ligi kuu ya Tanzania bara, mfano kama Winket Kaali, mfano kama Gentrix Shikangwa amewekwa nje, lakini mtu kama Vivian Corazon akiweza kujumuishwa. Mashindano ya Sekafa yanaanza leo Juni 13 mpaka Juni 21 katika dimba la Chamazi Complex pale. Unaweza kuanza kusogea leo, kuna michezo miwili inachezwa. Kwa hiyo ni sehemu ya kuweza kuenjoy na Chamazi kiukweli, na michuano yoyote, haijalishi michuano yoyote, Chamazi inakuwa inajaa. Kwa hiyo tunaenda kuangazia burudani nyingine tena tamu, lakini bila kusahau Juni 15. Yani ukitaka kuangazia kwamba Juni 13 leo tunaanza na Sekafa Women Senior Challenge. Juni 15 FIFA Club World Cup, shughuli inaanza saa 8 usiku. Hapa ni siku ya dabi. Hapa tuambie watu vizuri. Hii Juni 15 FIFA Club World Cup, ile Juni 14, usiku wa Juni 14 kuingia Juni 15. Kwa hiyo ikifika Jumamosi ile saa 6 ikibadilika kwenda Juni 15, yani ile saa 7 saa 8 build up inaanza. Inaanza build up saa 8 kamili usiku. Kila la heri. Kwa hiyo unapata kwanza awali yote kila la heri. Unaanza kupata ule uhondo wenyewe kwamba sisi hatuna jambo dogo. Ikianza saa 8 pale tunaenda kushuhudia game saa 9. Inaanza saa 9, kwa hiyo mpaka saa 11 hivi. Kwa hiyo saa 11 ukinanilie zako pale pap unakutana na Mahmoud bin Zuberi pale katika Sports AM pale, unaangalia vizuri masuala ya dabi. Sasa afu unashuka chini, sasa ndo dabi ya Kariakoo unaamka nayo vizuri kabisa. Usiku pia baada ya dabi bado kuna game tena za game zingine. Kwa hiyo unakuwa unaenjoy. Lakini kumbuka Juni 18 na Juni 22 ni NBC Premier League, ambapo kumbuka sasa ni raundi ya 29 na 30 kuweza kushuhudia kwamba ni nani anakwenda katika playoff, nani bingwa. Juni 28 tunakutana katika finali ya CRDB FA Cup Zanzibar New Amani Complex pale, kati ya Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Lakini kumbuka kuanzia Juni 24 mpaka Julai 5 ni Taifa Cup live kabisa. Tunakutana Chinangali, viwanja vya Chinangali Dodoma, masuala ya kudank, kupata 3 point, triple double hapo, rebound, kuchukua assist na kufunga. Tunakwenda kukutana hapo katika Taifa Cup kujua nani ni bingwa wa taifa kwa upande wa mikoa, ambapo inakwenda kufanyika jijini Dodoma. Kwa hiyo burudani imesheheni na kuweza kuipata hii vitu vyote unavipata kwa shilingi 28,000. Goodrich Edimo. Hatari kabisa. Na hiyo Juni 24 ya Taifa Cup ya basketball. Wakati Messi atakapokuwa anasherehekea birthday yake, ndio Taifa Cup itakuwa inaanza Juni 24 Dodoma. Na Messi anashare birthday yake na Juan Roman Riquelme. Wote wamezaliwa Juni 24. Hatari kabisa. Miongoni mwa
mashindano ambayo kiukweli yameubusti sana mchezo wa basketball. Ikishaanza Taifa Cup, Dodoma inakuwa busy. Na ni nguvu ya moja kwa moja ya Azam Media kwenye namna ya kubusti misuli ya sports kwa ujumla. Unaona at least kuna namna unaona ile tija ya moja kwa moja ya mchezo wa basketball kupitia spotlight ya Azam TV. So ni miongoni mwa package bora kwenye ile kiwashe. Wakati unaona ligi nyingi zimesha stop, bado Azam tuko live. Tuko live Kameligado. Yani ni bandika bandua bandika bandua, jambo linakuwa ile lipia F28. Kuna ile message unatumiwa ile. Unajua kuna message tamu moja unatumiwa, unaambiwa hivi, Julai hii June kuna mechi, usikose mechi ya Simba na Yanga. Usikose Taifa Cup. Usikose FIFA Club World Cup. Alafu mwisho sema kisembuzi chako kinaisha tarehe fulani. Lipia sasa. Sasa kukute pia na gesi nayo imeisha. Unajua familia kuna muda inakaa hivi sasa hapo inakuangalia sasa baba wa familia. Inakuaje? Bwana inanilia hapo, na usijali bwana, acha nilipe double kwanza miezi mitatu kwanza, afu nitulie kwanza, afu mengineo yanafuatia. Lipia sasa masikitiko. Lipia, unajua ukilipia kama miezi mitatu hivi pap. Afu unatulia, unasahau, unadai burudani. Unadai burudani tu bwana. Vipi bwana, unabadilisha channel hapa. Tuanze kuangazia katika soka letu kwa wakati huu hapa. Serikali ya Tanzania imetenga kiasi cha shilingi bilioni 178.8 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo kuelekea fainali za mataifa ya Afrika AFCON 2027, ambapo Tanzania, Kenya na Uganda watakuwa wenyeji. Bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2025-26 iliwasilishwa jana Alhamis bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Fedha Mwigulu Lameck Nchemba. Viwanja vya Benjamin Mkapa, New Amani Complex, uwanja wa Arusha na uwanja mpya utakaojengwa Dodoma vitatumika katika fainali hizo za Afrika mwaka 2027. Kwa mujibu wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Gelson Msigwa, uwanja wa Mkapa utakarabatiwa katika eneo la kuchezea pitch baada ya fainali za CHAN zitazofanyika baadaye mwezi Agosti tarehe 2. Ujenzi wa uwanja mpya wa Arusha umefikia 45% kwa sasa na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Aprili mwakani na kugharimu jumla ya shilingi bilioni 286 kwa ujenzi wote. Msigwa alisema pia mkandarasi yupo katika hatua za mwisho kukusanya vifaa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa uwanja mpya wa Dodoma. Mapema, kumbuka hapo jana, Waziri wa Fedha Mwigulu Lameck Nchemba aliwasilisha makadirio ya fedha kwa mwaka 2025-26 ambapo trilioni 56 zimeweza kutengwa. Twende tukamsikie hapo jana akiwa anawasilisha bajeti. Nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada alizofanya katika kuboresha sekta ya michezo. Jitihada hizo zimewezesha nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi wenyeji wa mashindano ya CHAN na AFCON mwaka 2027. Kufanyika kwa mashindano hayo kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuendeleza na kukuza sekta ya michezo na utalii hapa nchini. Mheshimiwa Spika, nipongeze kwa dhati Simba kwa kutinga hatua ya fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika kwa mara nyingine tangu mwaka 93. Simba inapokuwa ya kimataifa, mimi washabiki wake. Mafanikio haya ya Simba yanatokana na juhudi kubwa ya uwekezaji uliofanywa na rais wa heshima wa timu hiyo, ndugu Mohamed Dewji. Hii si tu itatoa heshima kwa timu hiyo, bali pia inaitangaza nchi yetu katika ramani ya soka la kimataifa. Na wakati wanacheza mashindano yale, nilikuwa tunawaombea wapate tu kombe, hata ambao sio mashabiki, kwa sababu hata wangeliweka chini ya uvungu ya ofisi yao bado lingekuwa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hata hivyo Simba wasibweteke, kwa kuwa mafanikio kama hayo wanayojivunia leo sio mapya kwa Yanga.
Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo wanayojivunia Simba sio mapya kwa Yanga, kwani walifika hatua kama hiyo mwaka juzi na walitolewa tu kwa uwiano wa goli la ugenini, hawakushindwa. Nitumie fursa hii kumpongeza ndugu yangu Garibu Salim Mohamed GSM. Ndugu GSM ameleta chachu kubwa kwenye mafanikio ya Yanga. Ni washauri wana Yanga wanapoandaa ramani ya ujenzi wa uwanja mpya wasisahau kuweka sanamu kubwa la GSM. Nitoe rai kwa vilabu vingine kuiga hatua hizo za Simba na Yanga kwa manufaa haya, kwa hatua hizo za mafanikio walizozifikia kwa manufaa ya soka la Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimpongeze kipekee mzee Said Salim Bakresa kwa uwekezaji mkubwa katika tasnia ya michezo. Huyu ni wa mfano. Uwekezaji wake umekuwa chachu ya maendeleo ya michezo nchini, hususan kupitia matangazo ya moja kwa moja, yani mubashara. Ni kweli usiopingika kuwa maisha ya watu hayawezi kukamilika bila kuwa na furaha. Hilo tumeliona kupitia Azam TV ambayo si tu imefanya kila mtu kuzungumzia mpira wa miguu, bali wanazungumzia na maisha mengine, wachezaji wa ngumi, mpira wa miguu pamoja na filamu. Licha ya kuwa kampuni hii ni binafsi, lakini kwa sasa imeshakuwa kama mali ya umma kutokana na umuhimu wake katika jamii yetu, na kwa kweli mzee Bakresa aheshimiwe. Kikweli kabisa, mzee Bakresa aheshimiwe. Chukua hiyo kauli ya kwamba ni kampuni binafsi, lakini kwa sasa imekuwa ni kama shirika la umma kutokana na kazi kubwa ambayo inafanywa na kampuni ya Bakresa ambayo ni Azam TV. Kikweli makofi tafadhali. Unajua anaomba mkono tupongezane. Sisi ni sehemu kwa niaba kwa niaba ya familia. Kiukweli kabisa, sio nisemaje, lakini kuna vitu ambavyo ukivisikia jinsi ambavyo Azam TV inavyogusa watu, sio kwenye ngumi. Ukiona ngumi vitasa, ukiona sasa hivi kikapu, ukiona football, ukiona racing shows, magari. Kuna muda mpaka mfano mchezo wa volleyball, mashindano ya taifa volleyball yanaonyeshwa, kabadi, haibagui, yani ile kwamba ni burudani kwa wote. Imefika na Watanzania sasa ikitoka, kwani vipi bwana aionyeshwi? SI unit, yani kile kizio cha kiwango cha sport yetu, yani huwa lazima kianzie Azam TV. Yani kama vile hawajatia sign, ni kama vile hakipo, unajua. Unakumbuka hata baadhi ya mashindano ya mtaani ya football, kwa inafika wakati inabidi apate mileage kupitia Azam TV ili kuyatanua, at least watu wayafuatilie kwa upana wake. Yani ndo kuverify kwenyewe. Unajua hii inakwenda mbali zaidi. Ile quality ya picha HD, production inayofanyika ya Azam TV. Sasa ikitokea kuna kitu kiingia, sasa mbona hii sio kama Azam TV? Kuna levels ambapo imesetiwa kwamba tusema hii hapa, hii HD. Na kiukweli kabisa ni uwekezaji mkubwa sana ambao kila mtu anajivunia sasa, ikiwa ile burudani kwa wote na kutobagua. Unajua zamani kuonekana mbona kama hivi, lakini hivi sasa tamthilia na watu wote, ikifika kuna muda saa moja na nusu, sinema zetu hii hapa, mtu anaangalia kwamba ile burudani sasa kwa wote, familia yote iweze kuenjoy. Mtoto utakaa utapata katuni, baba utapata vitu vyetu tunavyovitamani kuviona. Haichagui, haibagui. Ni uwekezaji mkubwa ambao wa kutiliwa mfano pia, Rashid. Ni kweli, yani moja kati ya sentensi bora ambayo Dr. Mwigulu Nchemba ameitumia ni kwamba serikali imethibitisha kwamba Watanzania wanahitaji furaha. Na moja kati ya furaha ambayo wameipata ni kuwa na kisimbuzi cha Azam TV. Unaelewa? Yani furaha ya wananchi wa Tanzania imerathimishwa na uwepo wa Azam TV. Jambo kubwa hilo kaka.
Ibwe. Jambo kubwa sana, yani Azam TV imelasimishwa kuwa sehemu ya furaha ya Watanzania, na sisi ni miongoni mwa watu ambao tunaleta furaha kwa wakati huu. Yes, na jambo la pili ambalo mimi nimenoti ni appreciation. Appreciation ya serikali kutambua wadau wakubwa kwenye soka letu kama Ghalib Said, Mohamed Modeuji, Mzee Said Salim Baresa kwenye kile ambacho wanakifanya, uwekezaji ambao wameamua kuwekeza kwenye football. Vision kubwa hapa tulipo ni kwa sababu ya uwekezaji wao na wameendelea kujitoa. Appreciation ni kitu ambacho ni heshima, unaelewa, kinatoa motivation kuendelea kufanya kilichokuwa bora zaidi, na inapendeza mtu akiwa yupo hai anapata zile appreciation ambazo anatakiwa kuwa nazo. Yes, yani wana feel happy kama serikali inaona kuna kitu hawa mabwana wanafanya, maanake ni kitu ambacho kinawapa moyo, na wengineo pia itawa influence kufanya zaidi. Si unanielewa? Kwa sababu leo hii wamekuwa mentioned hawa watatu, si ndio? Maanake itawavutia wengine watafanya zaidi, wengine wafanye sasa kwenye nyanja zingine. Kuna basketball inahitaji watu, kuna rally inahitaji watu, kuna hizo volleyball zinahitaji watu, unaelewa, na michezo mingi, unaelewa, ngumi zinahitaji uwekezaji pia. Kwa hiyo ni kama Azam TV ni sehemu ya burudani na furaha kwa Watanzania, na serikali imeverify maana yake ni sehemu sahihi ya mataasisi na makampuni kuanza kujiassociate kwenye kile ambacho Azam TV wanakuwa wanakitazama na wakifanya. Gurushen Muro, kwa uchache kidogo pia tukiangazia kusana na budget imegusa michuano ya AFCON 2027. Unaweza kukuta kwamba masikio ya watu wa michezo wengi tunaangazia hapa bajeti inakwenda kuzungumza nini kuhusiana na mashindano ya AFCON 2027. Unajua bajeti inahusu wizara ambayo michezo inahusika, kwa maana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Unajua wengi huwa haraka wanawaza tu football. Kumbuka wizara ya michezo inahusisha michezo yote kwa ujumla na utamaduni, sio? Na sanaa. Basket humo ndani, sijui michezo ya kimila, michezo ya jadi, yote unajua ina mezo humo ndani. Lakini tunaongelea mchezo ambao mara nyingi unakwenda mileage ya mbali sana, unabakia kuwa ni football kwa kiwango kikubwa. Na kwenye football tunagusa maeneo yapi? Je, kuna uboreshaji wa miundombinu mbalimbali ambayo inawezesha michezo hii kufanyika, especially kwenye football? Lakini je, tunazungumza habari ya uwekezaji kwenye timu ya taifa pamoja na timu za vijana na maendeleo ya soka? Lakini hapa eneo kubwa limeguswa kwenye maandalizi ya michuano ya CHAN na michuano ya AFCON, ambapo hapa ndipo jicho la Afrika lipo kwetu sisi. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni lazima kiwango hicho watu wakitathmini kwa uwanja mpana. Sawa, tutoke hapo kwenye bajeti kuu ya serikali ya mwaka mpya wa fedha 2025-26. Tuende tukaangazia kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo inakwenda kuchezwa Juni 15 mwaka 2025. Kama ilivyokuwa ada ya wiki hii, tukiweza kuangazia sehemu mbalimbali katika vikosi vya Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Leo tunaangazia katika idara ya ushambuliaji ndani ya kikosi cha Young Africans. Takwimu zipoje kwa wachezaji ambao wanacheza katika idara hiyo ya washambuliaji ama ya ushambuliaji? Tuanze na wachezaji watatu wa kikosi cha Young Africans ambao wapo katika idara ya ushambuliaji. Wa kwanza ni Prince Mpumelelo Dube kutokea nchini Zimbabwe, akitumikia kikosi cha Young Africans. Yeye takwimu zake zipoje mpaka hivi sasa? Prince Mpumelelo Dube amecheza katika michezo 26, dakika ambazo ametumia ni dakika 1729. Ana asisti 8 mpaka hivi sasa, wakati ana mabao 13. Ukitazama hapo
kwa ujumla amechangia idadi ya mabao 21 mpaka hivi sasa katika kikosi cha Young Africans. Lakini nyota mwingine ambaye yupo katika kikosi cha Young Africans katika eneo la ushambuliaji ni Clement Mzize. Yeye amecheza mechi 26, dakika 1580, amefunga mabao 13, ametoa pasi za mabao 3, jumla ni amehusika katika mabao 16. Wakati nyota mshambuliaji mwingine wa kikosi cha Young Africans ambaye na yeye anacheza katika idara ya ushambuliaji ni Kennedy Musonda. Yeye takwimu zake zipoje ndani ya kikosi cha Young Africans? Amecheza katika michezo 16, dakika ni 348, amefunga mabao 3, amehusika katika bao 1 kutoa pasi. Kwa jumla amehusika kwa jumla mabao 4. Ukizitazama takwimu hizi hapa za nyota hawa watatu wa Young Africans, Prince Dube amehusika katika mabao 21, Mzize amehusika katika mabao 16, Kennedy Musonda amehusika katika mabao 4. 16 hapa jumlisha 4 unapata 20. 20 jumlisha 21, 41. Wachezaji watatu wamehusika katika mabao 41 peke yao. Rashid Hamis. Ni namba nzuri, namba ambayo mnaipigia mahesabu kabla ya kuanza usajili, kwamba mnahitaji washambuliaji ambao wanaweza kukupa 10 goal plus, kwa maana ya kuweza kutengeneza mazingira bora ya safu ya ushambuliaji. As usual imebaki hivyo. Safu ya ushambuliaji inakupa alama 3, lakini safu bora ya ulinzi ndio inayokupa mataji. Sio? Lakini hayo mataji ili upate pia, manake unahitaji safu ya ushambuliaji ifanye kilichokuwa bora kwa nyakati hizo. Prince Dube amepitia ups and down nyingi akiwa kwenye ardhi ya Tanzania. Inawezekana huu ukawa ni mmoja kati ya msimu wake bora, ukiacha msimu wake bora ule wa Azam FC. Huu unaweza kuwa ni mmoja kati ya msimu ambao anaonekana kuwa na furaha na namba zimerudi. Wakati ligi inaanza hakuonekana kuwa hatari sana. Lakini taratibu unaweza kusifia benchi la ufundi namna ambavyo limekuwa likimu-encourage na kumrudisha kwenye form. Kuna kipindi Prince Dube Young Africans inapata matokeo, lakini kwenye topic anakuwa Prince Dube, kwamba tunahitaji kumu-encourage aweze kurejea Prince Dube yule ambaye tulikuwa tunamfahamu, na akawa topic sana. Lakini baadaye nafikiri walifanikiwa kwenye hilo kwa kiwango kikubwa. Leo hii unamuona ndo mshambuliaji kinara ambaye anaongoza kwa takwimu, mchango wa magoli 21. Ni kitu kikubwa sana. Sisi tunamzungumza Clement Mzize ni kwa sababu ni mzawa, na ni lazima tumpe hiyo pride na heshima kubwa, kwa sababu na umri wake, unaelewa, ni lazima tumpe hiyo platform. Lakini ukirejea kwenye hizo takwimu, manake tulipaswa kumzungumza Prince Dube kwenye kiwango kikubwa zaidi, kwa sababu idadi ya goli 21 na bado kuna mechi 2 zimesalia. Huwezi jua nini anaweza kufanya baadaye, lakini ni namba ambayo mwalimu yoyote anahitaji mshambuliaji wake awe nayo kwenye mwisho wa msimu. Manake hii inakupa wasawa kwamba tuna mtu ambaye hatutahitaji nguvu ziada ya kumwongezea, ila tutafanya tathmini ya eneo ambalo yeye anacheza, kumboreshea zaidi nafasi nyingi za eco score. So ni credit kwa Clement Mzize, ni credit kwa Prince Dube. Bahati mbaya sana kwa Kennedy Musonda ambaye amekuwa apate nafasi, lakini huu ni msimu wake wa pili nafikiri kama sio watatu akiwa anaendelea kuishi Young Africans. Bahati mbaya sana imekuwa hivyo. Walimu wengi wanaokuja wanamuona ni mshambuliaji mzuri, lakini bado hawampi nafasi ya moja kwa moja kwa first priority. Lakini baada akienda kwenye national team kuna vitu vikubwa vinazungumzwa kuhusu yeye. Akija kwenye maisha yake ya kazi bado mwalimu anamtazama kama sio mtu sahihi wa kuanza naye, na ndio maana unaweza kuangalia namba ndogo kabisa ambayo ameifunga. Nafikiri haifiki hata robo ya namba za wenzake Mzize na Prince Dube waliofikia. Lakini tofauti ni kwamba hata dakika ambazo ameweza kupewa na kikosi cha Young Africans ni dakika chache, dakika 348. Twende tukaangazie wenyewe wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, mnyama mkali. Wao takwimu zipoje ndani ya kikosi chao, tukianza na nyota Steven Dese Mukwala ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Amecheza michezo 25,
15, dakika ni 1049, mabao 12, asisti 3, akihusika katika mabao 15 mpaka sasa. Wakati nyota mwingine ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni Lionel Ateba Mbida, michezo 23, dakika 1375, magoli 12, asisti 3 na kuhusika katika jumla mabao 15. Wakati nyota watatu, mshambuliaji watatu ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni Valentino Mashaka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Amecheza michezo 7, dakika ni 92, amefunga mabao 2 akiwa hajatoa asisti. Nyota hawa watatu wa Simba jumla wamehusika katika mabao 32 mpaka sasa. 15 kwa Ateba, 15 kwa Mukwala, ukijumlisha magoli na asisti, jumlisha na mabao 2 ya Valentino Mashaka. Jumla ni mabao 32, tofauti na mabao 41 ambao watu watatu wametengeneza katika kikosi cha Young Africans. Tofauti yao ni nini haswa kulinganisha na wapinzani wao ama watani zao wa jadi? Gorusen Muro. Na hili linaloonekana kwenye skrini ni bao la Mukwala mechi yao dhidi ya Kagera ambao Simba walishinda 5-2. Lakini unajua kesi yangu kubwa imekuwa kwenye mshambuliaji namba 3 kwa Simba, kwa maana Valentino Mashaka Kusengama. Mjadala wangu mkubwa unakuwa kwake kwa sababu wakati atatoka Ruvu Shooting anakwenda Geita, ilikuwa inaonekana ni future nzuri sana kwenye soka letu. Yaani kati ya hawa vijana ambao wanakuwa kuja ku replace kile walichokifanya kina Boko wakati wake, kina Mgosi miaka hiyo. Yani hizi timu mbili Simba na Yanga mara nyingi kila kizazi utakutana na mzawa ambaye yuko kwenye form. Young Africans wao wamefanikiwa kupitia mzizi. Lakini kwa Simba Sports unaona washambuliaji ambao wamekuja kwenye msimu wao wa kwanza, by the way ni wajibu wao kuthibitisha kwa nini wamekwenda kununuliwa nje ya mipaka na wanapaswa kudeliver kitu gani. Lakini kwa Valentino Mashaka michezo 7 ni wastani wa dakika 630. Ukisema kama anacheza dakika 90. Lakini hata dakika 100 hajafikisha. Kacheza dakika 92 tu katika michezo 7 yenye wastani wa dakika 630, which means hakukuwa na ushindani thabiti wa kuweza kuwa challenge hawa strikers wawili ambao Lionel Christian Ateba Mbida na Steven Dese Mukwala kuna wakati walipitia mabonde na milima. Unakumbuka kuna wakati Mukwala hakuwa amekliki, vitu vilikuwa havibadiliki kutoka jiwe kuwa dhahabu. Ateba kuna nyakati naye vitu vilikuwa havibadiliki hivyo, akawa anapitia wakati mgumu. Hizi ni nyakati ambazo ulikuwa unasema alipaswa kuinuka kijana kuonyesha kwamba hapa ndio loophole yenyewe, yani ndio upenyo wenyewe wa kwenda kufanya kitu ambacho natakiwa nikifanye. Lakini kwa Ateba pamoja na Mukwala, hizi namba kuna wakati mimi huwa nazungumza. Mimi ni mwalimu wa mathematics na nafahamu uzuri wa namba zinavyoweza kujustify, kuthibitisha ubora wa kitu. Lakini bado namba kuna wakati haziji na uthibitisho halisi wa ubora wa mtu. Ukiangalia nafasi zilizotengenezwa na Simba msimu huu kwa strikers hawa wawili, Christian Ateba Mbida pamoja na Mukwala, nafasi zimetengenezwa nyingi na wamemisi nafasi nyingi kuliko hizi za mabao ambazo wamefunga. Maanake hapo unazungumza habari ya kuwadhulumu watu ambao walipika nafasi za mabao, hazikugeuka kuwa pia namba nzuri za assist kwa watu hao. Kwa hiyo naweza nikaona pamoja na ubora huu bado msimu huu utawazungumza hawa. Leo hii ungekuta labda na bao 18, 19, 20 mpaka hapa tulipofika kwa nafasi nyingi ambazo Simba wametengeneza. Kuna siku nilikuwa nazungumza wakati mechi ya Dodoma Jiji imeisha na Simba pale KMC 6-0. Nikasema pamoja na yote natarajia kusikia Fadu atazungumza. Yaani wakati hapo mechi inaendelea, Fadu atakachozungumza sio mabao 6-0. Ni nafasi zilizokoswa ndani ya kiwanja. Na ni kweli kwenye press yake aligusia hicho kitu. Imagine timu imeshinda mabao 6-0, lakini kocha anakwenda kuzungumza idadi ya nafasi ambazo zimepotea ndani ya kiwanja. Kwa hiyo mchango wa mabao 30 kwa strikers hawa wawili, ingewezekana leo tunazungumzia labda 40 au 45 kwa namna ambavyo timu imetengeneza nafasi msimu huu. Chini kwa dakika moja, Rashid kwa dakika moja. Hizi idara zote mbili na kwenda kuyua game, unaiona zikienda kuyua game ya Jumapili? Yes,
ndo idara ambayo inapeleka maafa kwa mpinzani. Lakini safu ya Simba ni butu kwa numbers na uhalisia. Mulu amesema kitu kizuri hapa. Kuna sometimes mathematician azitupi uhalisia wa kile ambacho kinaonekana. Ni kweli. Unaweza ukaona namba za Ateba kafunga magoli mangapi? 12, ana assist 3. Lakini Simba Sports as a club wamepiga penalti 13. Umeelewa? Wamepata penalti 12, amekosa penalti 1. Ateba amepiga penalti 7, kafunga 6. Kwa hiyo kwenye magoli 12 aliyokuwa nayo kapiga penalti 6. Kwa hiyo ana magoli 6 ambayo yametokana na set play. Si ndio? Amependa ni kipaji kufunga. Lakini sasa kwenye possibility ya kuscore kati ya kipa na mshambuliaji, anayepewa nafasi kubwa ya kuscore ni mshambuliaji au mtu ambaye anaipiga kuliko kusave. Kwa sababu 75% anapewa mtu anaipiga, 25% anapewa goalkeeper. Lakini anaweza kuibadilisha. Sio, unaelewa? Yaani lengo langu ni kuangalia hiyo safu ya ulinzi, ndio maana hiyo safu ya ushambuliaji. Ndio maana nakwambia ukiweka uzania kati ya safu ya ushambuliaji ya Yanga na safu ya ushambuliaji wa Simba, hivi sasa safu ya ushambuliaji ya Young Africans ni bora kuliko safu ya ushambuliaji ya Simba Sports. Rashid Hamis akiweza kumaliza hivyo nyeupe nyeusi kwa Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit. Ndio tunaye hapa. Sawa. Tuangazie kuhusiana na ligi kuu ya NBC, ukiachana mchezo wa Juni 15 kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, ambapo timu za ligi kuu za NBC zimeendelea na maandalizi ya kumaliza msimu, ikiwemo timu 5 ambazo zipo kwenye nafasi ya hatari ya kucheza michezo ya mtoano, yani playoff, kuepuka kushuka daraja. Fountain Gate ya Manyara ipo nafasi ya 14 na alama 29, imeweka kambi jijini Arusha kujiandaa na michezo miwili migumu dhidi ya Coastal Union na Mangushi ugenini katika dimba la Mkwakwani, na pamoja na Azam Football Club ambao watakuwepo nyumbani. Mwenzetu Ramadhani Mvungi ana taarifa zaidi kutoka jijini Arusha. Mimi naamini waliotangulia mbele yangu wamefanya mengi makubwa. Kwa hiyo mimi naamini kama ulivyosema, mpira ni ule ule. Sina cha kubadilisha zaidi, kama ni mpira ni Taurati. Kwa hiyo mimi nitabaki kwenye misingi ile ya kufundisha mpira, na ninaamini kadri siku zinavyozidi kwenda vijana wananielewa, watafanya vizuri, na mechi inayofuata Mungu akipenda inshallah tutashinda. Kwenye mpira kustabilize, kukaa pale juu kama tulivyokuwa mwanzo sio kitu rahisi, lakini inawezekana. Kwa hiyo nadhani tuliteleza, na nadhani hatuwezi tena kukubali kuteleza. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunarudi kwenye nafasi zetu zile ambazo tulishazizoea, na naamini hilo linawezekana kwa ajili wachezaji ndio sisi, walimu ndio wao, na viongozi wetu ni wale. Kwa hiyo mimi naamini kwa engo tatu hizi, yani inamaanisha viongozi, tactical bench na wachezaji, tutakapowatengeneza wachezaji katika mentality mbili, yani wawe physical na mental, tunafanya vizuri na tutarudi kwenye nafasi yetu inshallah. Mechi zilizoko mbele yetu ni ngumu sana. Ukiangalia nafasi ya Coast nayo sio nzuri sana kama sisi vile. Kwa hiyo tunaamini nao wanataka sana kupata point kwetu ili waweze kuwa na uhakika kubaki kwenye ligi. Lakini pia ukiangalia nafasi ya Azam nao wako nafasi ya 4, na najua pale wanapambana dhidi ya Singida kubaki kwenye nafasi ya 3 sio ya 4. Kwa hiyo mechi zote mbili ni ngumu, na tunaamini tutapata mechi ngumu sana, sio mechi nyepesi dhidi ya Coast. Lakini hili ndio sababu ambayo ilitufanya tuje tuweke camp mapema ili tuweze kuandaa wachezaji kwa muda mrefu ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya vizuri. Niseme kama ulivyosema, ni kweli tulianza vizuri sana, lakini kama mnavyojua ligi ni marathon. Wakati mwingine unafika mahali unayumba kidogo. Niseme tu wakati wa dirisha dogo tuliumba baada ya baadhi ya wachezaji wetu kuondoka, lakini tuliongeza wachezaji wengi, na unajua unapoingiza wachezaji wengi wakati mwingine unahitaji muda mrefu kidogo ili waingie kwenye mfumo. Inawezekana hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ambayo ilitukuta. Lakini kama ulivyoniuliza kuhusu msimu ujao, tunaamini tutaanza kwanza maandalizi mapema. Tutakwenda kufanya usajili mkubwa sana, na kama ilivyokuwa mwanzo wakati tunaanza ligi tulikuwa tuna lengo la kubaki kwenye nafasi 4. Tulifeli hapo, lakini msimu ujao tunahakikishia kwamba tunaenda kufanya usajili mmoja mkubwa sana, na tutahakikisha zile top 4 na sisi tunakuwepo kwenye ile nafasi. Si mchezo rahisi kama watu wanavyochukulia, ni mchezo mgumu. Ndio maana
maandalizi yetu yanaendana na mbinu na mazoezi na utimamu wa mwili kwa pamoja tunachanganya ili kuona namna gani tunaweza tukaenda Coast kuweza kupata matokeo. Mchezo mwingine zidi ya Azam nao ni mchezo mgumu, si mchezo rahisi. Kwa hiyo hapa kwa sasa hivi tunajiandaa kwa ajili ya michezo miwili, kwa sababu tukienda kucheza mchezo na Coast hamna tena muda wa kuweza wa maandalizi zidi ya Azam. Kwa hiyo haya maandalizi tunayofanya ni kwa ajili ya michezo miwili ambayo imebakia. Nikili tu ni kusema kwamba ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu. Tulianza vizuri, lakini kutokana na ugumu wa mechi, kutokana na ugumu wa ligi, basi tukateleza. Lakini tu ni wasihi wa mashabiki wetu kwamba sisi tuko kwa ajili ya kupambania timu, tutapigania timu tuweze kubaki daraja. Hali yetu sio nzuri sana kwenye msimamo, na inatakiwa michezo inayobaki hapa kupata ushindi ili tubaki kwenye ligi. Kikubwa sisi wachezaji wenyewe tumeweka nia hii michezo inayobaki mbele yetu tusipoteze kwa sababu tukishaipoteza na kwa mibaya kwetu. Kwa maana sisi tulivyojiwekea wenyewe malengo yetu tupate matokeo katika michezo yote miwili. Kwangu mimi kama mchezaji binafsi inaniumiza sana, kwa sababu unajua ukishaanza vizuri unatakiwa umalize vizuri. Sasa sisi tulianza vizuri, kila mtu kaona tulichokifanya, lakini mambo yalikuwa sio mambo. Raundi ya pili kidogo tumeshuka, lakini hatujashuka kwa sababu tulishajua wapi tumeteleza. Kwa hiyo kwa umoja tutajipanga na tutarudi fonteni ile ambayo iliyokuwepo kwa michezo hii miwili. Abdallah Kulandana, miongoni mwa sifa yake kubwa hachomoi jezi yake. Vile vile imechomolewa, vile vile akichomekea ndio hivyo hivyo jambo linakwenda. Anapenda kukaba kuliko kula. Michuano ya shirikisho alikuwa anafananishwa na Bela Conte. Bela Conte ule wanani kiungo wa Sfax. Na walikuwa wanafanana kweli wale. Wote wana virasta, wote wanachomekea, afu wote namba 6. Afu wote namba 6. Na maeneo wanaoishi ni yale yake. Nyie nendeni mtanikuta hapa. Kuna vitu vingine wanafanana? Kuna vingine wanafanana? Huyu Mtanzania yule mgine. Maana director wetu Masekepa Sangama akasema kazi yake ni kubwa sana. Masekepa akili yake toka imechukuliwa na Ali Mkongwe Elia kubwa la Manyani. Director Sawa, tuelekee GDB ambapo Tanzania Prisons iko nafasi ya 13 na alama zao 30. Inaendelea na maandalizi ya kujiwinda na michezo miwili migumu, ambapo itacheza nyumbani dhidi ya Young Africans kisha kusafiri kuelekea mkoani Singida kwenda kupambana na Singida Black Stars. Kwa upande mwingine Pamba Jiji Football Club wana Kawekamo wana TP Lindanda wenyewe iko nafasi ya 12 na alama zao 30. Inaendelea na maandalizi katika mechi mbili za mwisho ambao watacheza nyumbani katika dimba la CCM Kirumba. Kumbuka atapambana na KMC Football Club pamoja na JKT Tanzania. Mwenzetu Innocent Alois ametuandalia taarifa ifuatayo. Kimsingi mechi yetu inayofuata ni dhidi ya JKT, mechi ambayo itachezwa tarehe 18 pale kunako uwanja wa CCM Kirumba. Mechi ni saa 10 kamili za jioni. Mazingira tulionao sio mazingira mazuri, sehemu tuliopo sio sehemu nzuri, inatubidi kupigana kuhakikisha tunatoka hapa tulipo kwenda kwenye mazingira mengine. Na hilo ili kuweza kufanikiwa ni umoja ambao unatakiwa kuwepo kati ya mashabiki, benchi la ufundi, wachezaji pamoja na uongozi. Na hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na viongozi wetu wanafanya kila kitu kuhakikisha mambo yanakwenda sawa sawa. Sasa kubwa kabisa ambalo tumekutania hapa ni kuambiana mambo mawili kuelekea kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Kwanza niwaambie ni mechi ambayo tunaitaka, na sisi rasmi kama klabu ya Pamba Jiji mechi tunacheza. Kwa maana hiyo mechi ipo tarehe 18. Mechi ipo na tunakwenda kucheza. Kwa tuambie mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, sisi kama klabu tumejiandaa vizuri kuhakikisha yale ambayo yanatakiwa kufanyika ili mechi ikachezwe yanaendelea kufanyika. Rai yetu kwao ni kuwaomba sasa jitihada ambazo zinafanywa na uongozi wetu, kuanzia kwa mlezi wetu Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, CEO wetu Juma Laeti, mwenyekiti wetu Biko Kotecha, Mheshimiwa Meya na viongozi wengine wote kwenye club. Hizi juhudi zote wanazozifanya ni kuhakikisha wana Mwanza na wanapamba wanapata burudani. Niwaambie viingilio kuelekea kwenye mchezo huu wa tarehe 18 ni viingilio rafiki kabisa, na ni viingilio ambavyo uongozi wetu ulikaa ukatafakari kwa kina kwamba
hizi mechi za mwisho, hususan mchezo unaofuata wa JKT, ni mechi ambayo ni ngumu, ni mechi ambayo tunahitaji kweli kweli. Waliona ni vyema na busara kuwapunguzia mzigo mashabiki wetu. Ingependeza hata wangeweza kuruhusiwa wakaingia bure, lakini kwa taratibu na kanuni ambazo zipo, yako mambo ya kufanya kuweza kutokea hilo ambalo watu wengi wangetamani liwepo. Sasa ni rasmi, viongozi wetu kwa huruma na upendo wamenipa mwongozo huu ufuatao. Kama club tunasema viingilio kuelekea kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania, VIP zote ni shilingi 5,000 ya Kitanzania. Lakini kunako mzunguko ambako tunaamini watu wengi ndio huwa tunakaa kule, kiingilio kitakuwa ni shilingi 500 pekee ya Kitanzania. Hapa ni kwa wale ambao wana N-card. Kwa hiyo ukiwa una N-card, maana yake ukifika pale mlangoni ukiwa na N-card unatoa shilingi hiyo 500, unapewa tiketi yako, unaenda kuingia kiwanja. Ikiwa hauna N-card, maana yake utatakiwa kutafuta shilingi 2,000 ya N-card alafu na shilingi 500 ya kiingilio. Lakini lengo kubwa kwa sasa kwenye mechi zetu zilizosalia sio swala la pesa, pamoja na changamoto ambazo vilabu wanakumbana navyo, lakini kiukweli viongozi wetu wanapambana kuhakikisha hayo mambo mengine yanatimia. Ndio maana wakasema tunawapunguzia mzigo mashabiki na wapenzi wa klabu yetu, waje kwa viingilio rafiki, waje waisupport timu. Litakuwa jambo la ajabu, litakuwa jambo la fedheha kwa aina ya viingilio kama hivi. Tarehe 18 unabakia nyumbani unasubiria kutizama mechi kwenye TV. Tumetoa uhuru huo na kiwango hicho cha pesa ili wote twende pale kunako uwanja wa CCM Kirumba, tuangalie namna ambavyo vijana wakiwa wanapambana kuhakikisha alama 3 zinapatikana. Moses William akiweza kuzungumzia kuhusiana na kuelekea mechi zao hizo mbili, KMC pamoja na JKT Tanzania. Wanacheza na mechi ipo. Sawa, tukaangazie Namungo Football Club, the Southern Killers, wauaji wa kusini kutokea Ruangwa, ambapo iko nafasi ya 11 chini ya kocha Juma Ramadhani Mgunda Ankali. Pep Guardiola kutokea Tanga ipo nafasi ya 11 na alama zao 31. Inajiandaa na michezo miwili ya mwisho dhidi ya wanasupa Nkurukumbi Kagera Sugar pamoja na Ken Gold. Omar Mikoma ana taarifa zaidi kutokea mkoani Lindi. Hapa ni katika uwanja wa Majaliwa uliopo wilayani Ruangwa, ambapo kikosi cha Namungo FC kama unavyoweza kuona kinaendelea na mazoezi kuelekea kwenye michezo yao miwili ya mwisho ya ligi kuu ya NBC, ambapo siku ya tarehe 18 watacheza dhidi ya Kagera Sugar, lakini pia siku ya tarehe 22 watacheza dhidi ya Ken Gold, na michezo hiyo yote inatarajiwa kuchezwa hapa. Tunaendelea vizuri na mazoezi na kikosi kiko imara, vijana wote wako katika hali nzuri, hatuna majeruhi hata mmoja. Kwa hiyo mazoezi yanaendelea vizuri. Last week tulikuwa na mechi zetu mbili za kirafiki, Lindi na Mtwara, na tumerejea Ruangwa na tumeanza maandalizi kuanzia Jumatatu. Kwa hiyo vijana wako katika hali nzuri tu. Mimi naamini michezo yetu miwili ya mwisho tumejipanga ili tumalize vizuri. Ikumbukwe kwamba wapinzani wote wawili ambao Namungo anatarajia kucheza nao katika mechi hizo tayari wamesha shuka daraja kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Hata hivyo, meneja wa kikosi hicho ameeleza namna ambavyo kuna ugumu kuzicheza mechi hizo licha ya timu hizo kushuka daraja. Kagera ameshashuka, Ken Gold ameshashuka. Hao ni watu ambao wanakuja kucheza, hawana chochote ambacho wanapoteza, wafungwe wasifungwe, hawana cha kupoteza. Maana yake nyinyi sasa mnakuwa na pressure kubwa kuhitaji matokeo kuliko wao. Ugumu unaanzia hapo. Pressure mwenyewe mnayo ya kuhitaji matokeo, wao hawana pressure yoyote. Kiufundi walimu wanawaambia hapo ndio ugumu wa mchezo ulipo. Kwa hiyo lazima uende kwa tahadhari kubwa sana kucheza na mtu wa namna hiyo, kwa sababu wewe unaweza ukaingia ukiwa unaamini wakati wote unaweza ukascore, lakini yeye pengine anacheza akiwa amerelax kabisa, ana pressure, anacheza kwa namna ambavyo yeye anatamani kucheza. Ndivyo ugumu wenyewe unapokuwa. Tumekuwa na mafunzo mazuri kutoka kwa walimu wetu. Kikubwa sisi ni kumaliza vizuri, haijalishi kwamba tunakutana na timu ambazo zimekwisha teremka daraja, lakini lengo letu kama wachezaji au Namungo kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba tunamaliza katika nafasi za juu. Endapo Namungo itafanikiwa kushinda na kupata alama 3 katika michezo yote miwili, basi itamaliza msimu ikiwa katika nafasi 10 bora za ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Kutoka hapa katika uwanja wa Majaliwa wilayani Ruangwa, mimi ni Omar Mikoma, Azam Sports.
Tulekee jijini Tanga ambapo Coastal Union wana Mangushi kutokea jijini Tanga barabara ya 11. Wao ipo nafasi ya 10 ikiwa na alama zao 31. Inaendelea maandalizi ya kuelekea mechi mbili za mwisho dhidi ya Tabora dhidi ya Fountain Gate pamoja na Tabora United. Tutoke hapo tuende mkoani Singida ambapo uongozi wa Singida Black Stars umesema moja malengo yao ni kushinda taji la michuano ya kombe la CRDB Bank Federation Cup kwenye mchezo wa finali utakaochezwa siku ya Juni 28 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar Unguja. Deus Linganga kutoka mkoani Singida na undani wa taarifa hii. Ya malengo tumeyatimiza kwa sababu kwanza tulikuwa tuna baadhi ya malengo tumeyatimiza kwa sababu ya kwanza ilikuwa hiyo ya kuwa mwazile ngapi za mwanzo zile ili tufanye tushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo tumeshiriki, tutashiriki, kwa hiyo baadhi umoja malengo yametimia. Kwa hiyo pametokea ingine ya nini ya kuchukua kombe la FA. Kwa hiyo na hiyo ni lengo lingine la pili. Kwa hiyo tunatakiwa tuchukue hiyo kombe. Ya mashabiki waje kwa wingi kwa sababu ni mara ya kwanza tunaingia finali kwanza hiyo. Kwa hiyo sasa tunahitaji kombe. Kwa hiyo tukishaji kombe tunahitaji motivation ya mashabiki. Waje watu wawe nyuma yetu ili mfanye nini? Watupatie nguvu tuangalie finali kama tutachukua. Ikishaitwa finali ni finali. Ingawaje watazamaji wanataka kuona vitu tofauti kwa sababu ni finali. Finali inakuwa na emotion sana. Naamini kwenye finali kutakuwa na burudani ya kutosha, lakini pia kutakuwa na ushindani wa kutosha. Kwa watazamaji watakao kuwa wamekaa kiwanjani na kwenye TV watafurahia mchezo kwa sababu kutakuwa na vitu vingi sana. Yaani ukiachana na ushindani wenyewe wa mchezo kama finali, lakini pia kutakuwa na burudani ya kutosha ya kuwafanya watazamaji waweze kuenjoy mchezo. Na sisi kama klabu ya Singida Black Star tuko tayari kwa mchezo na kwa ajili ya kuchukua kombe. Tunaenda kuwakabili Young Africans ambao ni mabingwa msimu uliopita, tukiwa timamu kiakili na kimwili kwa ajili ya kubeba kombe. Kwa hiyo na imani mimi na wachezaji wenzangu tuko tayari kubeba kombe na kulileta hapa Singida. Mechi ya finali kwa jumla itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu unajua kila mchezo ambao unakuwa ni finali, kila timu inahitaji kuchukua ubingwa. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu wachezaji tunazungumza kwamba ni mechi ambayo ni mechi ya mwisho wa msimu na ni mechi ambayo tunahitaji kutengeneza historia katika timu yetu. Kwa hiyo maana tukishinda ni mechi ambayo itatutengenezea historia kwa ujumla, ukizingatia kwa timu yetu hatuna kikombe chochote. Kwa hiyo itakuwa ni mechi yetu ambayo ya kuandika historia. Mchezo wa finali ni mchezo mzuri. Kwanza tunajivunia kwa sababu tayari tumeshaingia katika finali ya mashindano ya CRDB. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa kwetu. Kwa hiyo lazima tuji proud kwa hilo. Ukiangalia Singida bado haijaingia kwenye mashindano makubwa au kupata vikombe kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ndio njia yetu sahihi, hii ndio njia yetu ya sasa hivi kuhakikisha kwamba Singida Black Stars nao wanapata kikombe. Sisi kwa upande wetu tunaamini tunaenda kuchukua kikombe kwa upande wetu, lakini Mungu pia naye ana mipango yake kwa sababu hatuwezi kuplani kwenda kufeli. Always tunajiandaa kwenda kufaulu. Ikitokea tumefeli pia ni mipango ya Mungu, lakini naweza nikasema sisi tumejiandaa kwenda kuchukua kikombe cha CRDB. Kwa hiyo ni prestige kwa watu wa Singida. Kwa hiyo wasituache nyuma, waendelee kuwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha tunachoenda kukifanya tunafanya kwa pamoja, tunaenda kuchukua kombe. Hilo ni kombe lao. Kwa hiyo ni hivyo. Kevin Nashon Naftal ananikumbusha jinsi ambavyo walivyokuwa katika under 17 ya mwaka 2017 ile under 17 ile Gabon mpaka kombe la dunia. Nashon alimsengi yule alikopo alimsengi na Nashon. Alafu nyuma huko kwa Dickson Job anacheza na alimsengi. Hapa alikuwa anacheza Alingazi ndio anacheza chini hapa mwembamba mrefu hivi, alafu juu Nashon. Alingazi alienda Marekani yes. Akarudi akaenda Kagera Sugar akacheza kidogo afu akaacha. Alafu juu yao walikuwa
alafu juu yao kwa Asad, alafu Moxin Malima Makame, Yohana Nkomola, Shaban Zubeli Ada, nyuma huku na Kibabage, huku na Isla, una Kabwili golini. Nani Makamba yule Isa Abdi Makamba aliumia akaachwa. Ilikuwa bonge moja ya Serengeti Boys. Tunakwenda mapumziko mafupi kisha tunarejea. Bado tuna mengi sana ya kuweza kuyazungumza hapa. Nipo na Godfrey Said Muro, mathematician, pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Mimi ni Saidi Salim Msumi. Twende mapumziko, tunarejea.